Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Kila mzazi duniani ana ndoto ya kuona binti yake anasimama imara, akipigania ndoto zake bila kuogopa chochote. Lakini safari ya binti yake, nguvu ya kesho, huanzia leo. Ndani ya nyumba, kwenye mazungumzo madogo madogo na kwenye malezi tunayompa kila siku. Binti ni zawadi, ni kioo, ni mmea unaohitaji umakini, busara na kupaliliwa kwa upendo. Usimpuuze. Kila unachofanya leo kinaweza kuwa msingi wa maisha yake ya kesho. Mimi ninaitwa Madamu Muhere. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wetu wa kike, kwa ajili ya jamii yetu nzima na kwa ajili ya malezi kwa ujumla. Mimi nitaenda kukuletea leo hoja 5 za kina ambazo zinaonesha jinsi gani unatakiwa usimpuuze binti yako na umwandae kwa maisha yake ya kesho. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, mfundishe kujitambua na kujithamini. Binti anahitaji kukua akijua thamani yake, haipimwi kwa muonekano, si kwa makosa yake, si kwa maoni ya watu. Mpe nafasi ya kujieleza. Umsikilize kwa makini na umthibitishie kuwa yeye ni wa muhimu. Mfundishe kusema hapana pale inapobidi, na ajue kuwa mipaka yake ni sehemu ya kujilinda kiakili na kihisia. Msingi huu utamjenga kuwa mwanamke anayejua thamani yake hata akifika kwenye dunia yenye shinikizo na vishawishi. Hoja ya pili, mjengee uwezo wa kujitegemea mapema. Hiki ndicho kipawa kikubwa unachoweza kumpa binti yako. Yaani uwezo wa kudumu bila kutegemea watu vibaya. Mfundishe kufanya kazi ndogo ndogo, kupanga fedha, kuwajibika kwa majukumu ya nyumbani na shule. Mjengee huluka ya kufanya mambo bila kusukumwa, kwani dunia ya kesho inahitaji wanawake wenye msimamo na nidhamu ya kujisimamia. Hoja namba 3, mpe elimu ya maadili na busara za maisha. Binti anahitaji kuelewa tofauti kati ya kilicho sahihi na kisicho sahihi kabla dunia haijamfundisha kwa maumivu. Ongea naye kuhusu marafiki, tabia, mahusiano na maamuzi yenye athari za muda mrefu. Mfundishe kuwa busara ni ngao na maadili ni dira. Hii ndiyo nguzo inayomuongoza atakapokuwa mbali na wewe. Hoja namba 4, mjengee ujasiri wa kuongea na kusimama na ukweli. Ukimfundisha kuongea bila uoga leo, kesho atasimama kwenye nafasi yake bila kutetemeka. Mpe nafasi ya kutoa maoni yake kwenye familia. Mpe moyo wa kujiamini na kusimama anapodhulumiwa au anapokataliwa. Huyu ndiye binti atakayekataa kufinyangwa vibaya na jamii na atakayepigania ndoto zake mpaka zikamilike. Hoja namba 5, mwelekeze ndoto, malengo na mwelekeo wa maisha. Binti bila mwelekeo ni kama bahari bila pwani. Zungumza naye kuhusu ndoto zake, vipaji vyake na anachopenda kufanya. Msaidie kuandika malengo yake na kuelewa kuwa mafanikio yanataka juhudi, nidhamu na subira. Dhana ya kesho njema inaanza pale mtoto anapoona mustakabali wake kwa uwazi. Binti yako ni hadithi inayoandikwa polepole. Kila neno unalosema, kila onyo unalotoa, kila faraja unayompa linakuwa sehemu ya kitabu cha maisha yake. Usimpuuze. Muongoze leo, muinue leo, muamini leo, kwa sababu maisha ya kesho yanahitaji binti aliyejengwa kwa upendo, hekima na misingi imara. Na binti huyu unaweza kumtengeneza leo. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili tuendelee kupeana maarifa sahihi kwa ajili ya ukuaji na mustakabali wa maisha ya binti yetu. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata, ambapo tutaenda kuangalia msingi wa maadili kwa mtoto wa kike, ambapo tutaangalia siri ya kumkuza mwanamke.